Hii kauli ya huyu mwanamama, naamini kwa wengi tafsiri yake tunaona inamaanisha kwamba Samia hajaua vizuri, mimi naweza nikaua kuliko Samia. Na ni kauli inayoonyesha ndani ya chama cha mashetani, ili ulinde cheo au uhakikishie kwamba unafaa kuwa kwenye cheo, unatakiwa uonyeshe kwamba mimi naweza nikafanya ukatili kuliko yeyote anayefanya ukatili. Hebu msikilize alafu nirudi tena. Maana nimeshawasikia eti wanasema wao wanataka kufanya maandamano kwa ajili ya kumtoa Tundu Lissu. Unajua unaweza ukawa mjinga kwenda kurudi sio mjinga tena. Mimi nasema nchi hii mimi ningekabidhiwa hata dakika moja tu. Yaani angenikabidhi Mama Samia asema kaa hapa dakika moja, sijui kama wale watu wangekuwepo. Sisi moyo wamemkuta ndugu yetu mpendwa Dr. Samia mpole, mnyenyekevu, msikivu, mara anawasikiliza wakisema hivi, amewasikiliza, mara amewafungulia walikuwa jela, mara ameenda kunywa nao vichai kule Ikulu, alafu wanarudi tena wanamtukana. Ni wazi kwamba Samia ni mwanamke aliyeweka rekodi ya mtawala au rais aliyeua Watanganyika wengi zaidi. Lakini inasikitisha kwamba pana wanawake kama huyo Mary Chatanda wanaoonyesha kwamba hawajaridhishwa, pengine kama Samia naye alivyosema, sijaua mtu mimi, pengine sisimizi. Ni kwamba pana wanawake kama huyu Mary Chatanda wanaonyesha kwamba wale aliowaua Samia, kama huku mbele ameanza kukiri kwamba nalipongeza jeshi nililoliambia lijiandae, mara limeua watoto ambao hawakukatazwa na wazazi wao, limeua watoto ambao walikuwa raia wa nje. Warau sasa hivi huku mbele amekubali kwamba kuna aliowaua. Lakini hawa kina Mary Chatanda wanasema hajaua. Mimi ningepewa dakika moja, hawa sui Chadema msingewaona tena. Hoja ni kwamba hao Chadema wamekosea nini? Kupanga maandamano, kutamka neno maandamano, hilo ndo ambalo ni kosa ambalo wewe linakutosha kuwamaliza kabisa. Samia kaua, kwa sababu sasa wote wanaolia mkiwa mumeua ndugu zao wote mnawaita Chadema. Wote wanaopinga maovu wote mnawaita Chadema. Sasa hivi hata neno la Mungu halipo. Mhubiri wa neno la Mungu hamumjui. Nyie mkitaka kumuua paka mbwa lazima mpe jina baya, na moja ya jina baya ambalo mmelichagua ili muhalalishe ukatili mlionao basi ni kumuita Chadema. Uhubiri upinge mabaya, huyu ni Chadema huwa. Kosa la hawa Chadema ambalo umeliainisha hapa ni kutamka au kupanga kwamba kama Tundu Lissu hamtamtoa tutafanya maandamano. Nimesikia na huyo mnayemwita naibu msajili anasema kwamba kupanga maandamano ili kushinikiza mahakama itende haki ni kosa kisheria. Hakuna sheria ya kipumbavu ya kishetani hivyo. Njia ya kuzuia maandamano ni kuwafanyia watu zaidi ya matarajio yao. Hakuna chombo ambacho chenyewe hakitakiwi kulalamikiwa, hakitakiwi kuonyeshwa kwamba hakitendi haki. Kazi ya maandamano
ni ili jamii ionyeshe kwamba mahakama au serikali au polisi au ofisi fulani haitendi haki. Maandamano ndo njia pekee ya mtu kuonyesha kwamba sijatendewa haki. Mahakama sio Mungu. Mahakama sio kitengo ambacho chenyewe hakihitaji kabisa kulalamikiwa. Chenyewe kila kinachoamua ni sawa. Ndio maana mahakamani kwenyewe kuna watu kukata rufaa. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake kwamba waamuzi wanaweza na ni wazi wanaamuaga vitu kwa maslahi yao binafsi au maslahi ya waliowakabidhi nafasi hizo. Hii haimaanishi sasa mahakama ya rufani au haki itapatikana huko mahakamani tu, hawa hawatakiwi kulalamikiwa. Hakuna sheria ya kishetani hivyo. Sasa nirudi kwa Mary Tanda. Tumekusikia na wala wengine sisi hatujashangaa. Tunafahamu, mimi nafahamu, ndani ya chama cha mashetani mnashindania, na nina hakika kila aliye kwenye kacheo fulani lazima itakuwa pengine kaonyesha roho kadhaa. Inawezekana mmepimiana roho nyingi sana, roho kadhaa alizozitoa kwenye miili ya watu. Inawezekana mmepimiana mapipa kadhaa, kwa sababu naona vijana akifika mahala kutamka kumwaga damu, anavyoangalia huku na kule kuonyesha kuwaona wakubwa wake kwamba jamani, mbona kiwango kile ni kama kimefika. Sasa Mary, mwanamama huyu mdogo wa jini, anajaribu kuonyesha kwamba yeye anahitaji dakika moja tu kuwafyeka na kuwapoteza mazima hao Chadema. Nadhani anamaanisha Samia ameua wachache. Nikasema CCM isipoondoka chini ya 2025 mjue Tanzania imeingia kwenye dhiki kuu. Sasa dhiki kuu haijulikani, hamjui watauawa watu wa aina gani. Sawa, mtakuja kuelewa. Yaani nikwambia, dhiki kuu ni wakati ambao kila mwenye chembe ya wema au ya haki watauawa kwa kushindaniwa. Ndio hiki ambacho kinaonekana CCM. Imeonekana CCM namna iliyobaki hapa, hakuna cha mwanamke anayebaki nyuma au mwanaume. Namna pekee hilo ndio chukizo la uharibifu. Sasa namna pekee ya kuaminika kwamba unafaa kuwa kwenye kicheo hicho, unafaa kupewa cheo zaidi CCM kwa sasa, ni kuonyesha ukatili kuliko mtu mwingine, ni kuapply CV ambayo nadhani kabisa ndo inayoonyeshwa wanapoenda kwenye vikao vya siri. Sasa kwamba mimi nafaa, kampeni za nitakazokuwa napiga pale ni wongo, mimi nafaa. Nadhani CV wanayoonyesha ni ukatili fulani wa kiwango cha juu sana, kwa sababu kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Ukiona wanatokea kuropokwa hadharani hivi, basi ujue wamehifadhi mapipa kwa mapipa ya damu kwenye nyumba zao, au taarifa za mamilioni kama sio malaki, kama sio maelfu ya watu waliouawa kwa usimamizi wao. Katika kitabu cha Danieli sura ya 11 mstari wa 32 nasema, na wao wafanyao maovu juu ya hilo agano watawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza. Nianzia 31. Na wenye silaha watasimama upande wake, polisi, tisi, majeshi yatasimama upande wake, nao watapatia unajisi mahali patakatifu, ndio ngome,
nao wataondoa sadaka ya kuteketezwa ya kila siku, nao watalisimamisha chukizo la uharibifu. Sasa chukizo la uharibifu wa Pentekosti ni mnyama fulani itakuja tasimama, lakini chukizo la uharibifu kwa mujibu wa Biblia litafanya nini? Yameelezwa pale pale kwamba chukizo la uharibifu ni utaratibu fulani, ni ufalume fulani, kwa sababu tangu mstari wa 21 hapa inaonekana ni mfalume atakayesimamisha chukizo la uharibifu, ni mtawala. Kwa mujibu wa Biblia, chukizo la uharibifu ni utawala utakaolazimisha watu wote kukubali, kushangilia, kupongeza namna fulani dhalimu yenye kuumiza. Watu wote waimbie nyimbo kwamba hayo ndio maendeleo, huo ndio uzalendo, huo ndio kazi na utu, kwa mujibu wa Biblia. Sasa kwa sababu upentekoste inabidi ni tafsiri ya kwamba kuna fuse zimetoka. Mpentekoste anachukua chochote alichoambiwa. Sikia, watasimamisha chukizo la uharibifu. Wanapolisimamisha kunakuwa na nini? Nao watafanya maovu juu ya hilo agano. Nao wafanyao maovu juu ya hilo agano atawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza, lakini watu wamjuao Mungu watakuwa hodari na kutenda mambo makuu, na hao walio wenye hekima katika watu watafundisha wengi. Hata hivyo wataanguka kwa upanga na kwa moto na kwa kufungwa magerezani na kwa kutekwa nyara siku nyingi. Unaweza ukasoma mengi hapa katikati. Ukirukia 39 anasema naye ataziteka nyara ngome zenye nguvu, bunge, mahakama, polisi, dini yoyote ambayo pengine ingekuwa na ushawishi na nguvu ya kuamua, zitatekwa nyara. Lutherani hizi zitatekwa nyara, Mwamposa hizi zitatekwa nyara, tisi, polisi, mahakama, bunge zitatekwa nyara, na yeye atakayemkubali atamwongeza kwa utukufu na cheo, naye atawapa kumiliki wengi, naye ataigawa nchi kwa rushwa. Sasa soma hiki, ona kinachoendelea Tanganyika. Alafu anyway, CCM tunapokea na tutaendelea kusikia, kwa sababu sasa hamna mnacho kijadili, kwa mtasema huko kwa siri, lakini baadaye mtatokea, kwa sababu kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Kwa hiyo tunapokea, tutaendelea kusikia hizo lugha, na pia tutaendelea kuona reaction, tutaendelea kuona matokeo ya hizo lugha, na tuna uhakika mtaua sana. Lakini pia mfahamu, pia kitakuwepo kizazi kitapinga sana, yaani kitapinga sana hayo mtakuwa mnaua, kinainuka kinapinga. Wafungieni Chadema, bado mtakuwa mkisikia sauti. Yaani naomba tu mwelewe CCM, giza, watu wanaofanya mambo gizani mara nyingi hata kacheche tu kamoto kakipita hivi huwa kanawakera, huwa kanawaumbua. Kwa hiyo hamuhitaji maneno fulani mpaka yatokee kwa mnaojua ni akina Heche, ni akina Lissu. Na ndo maana mlioua wengi sio akina Heche, sio akina Lissu, mmeua ambao inaonekana hawakuwa na ushawishi wowote kwenye jamii. Nyie ni furu giza, na karibu kila kacheche, kila kamwanga katakuwa kakiwamulika na mkikeleka na mkichukua hatua mbaya zaidi. We are ready, na tumepokea maumivu ambayo mmeyaleta kwa ajili ya mali mlizoziatamia, rasilimali mlizoziatamia, lakini pia kwa ajili ya uovu mwingi mliofanya, ambao mnajua ikitokea siku hawa watu wakapata kupumua, inawezekana sisi uhai wetu utakuwa rehani. Kwa hiyo uhai wenu umekuwa wa thamani kuliko uhai wa maelfu ambao mtaendelea kuondoa, ili mlinde uhai wenu na watoto wenu. Lakini mimi nawahakikishia ya kwamba binadamu ni yule aliye tayari kupoteza uhai wake kwa ajili ya watu.
sio kupoteza uhai wa watu kwa ajili yake. Unaweza kupoteza uhai wako si kwa sababu unawapenda watu, bali kwa sababu unajuta na kutubu kwamba inatosha mimi au chama au sisi kuwa sababu ya watu kuumia, watu kuteseka, watu kuuawa hivi. Hiyo ni bonge la toba, na ndio toba pekee mnayotakiwa kutubu, ambayo itagharimu uhai wenu na wa watoto wenu, wazazi wenu ambao wamenufaika na ujira wa damu mliozalisha kwenye chama chenu. Hata hivyo, hiyo inategemea utashi wenu. Basi nitaka tu nionyeshe kwamba na mimi nimesikia, nimeona na nimeshangaa, na ukweli ni hatuna la kufanya isipokuwa kusema haya ambayo kwa mujibu wa Biblia ndio neno la Mungu leo takiwa tuzungumze wakati huu. Asante na hongera kwa kunisikiliza.